Sauti zetu zaliinua jina lake, tuwe nuru kwa
Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nakutukuza mchana huu Bwana. Asante kwa wewe Bwana. Leo yetu imeuishwa, fahamu zetu zimejengwa upya. Leo yetu imeuishwa, fahamu zetu zimejengwa upya. Familia yetu imeuishwa, fahamu zetu zimejengwa upya. Asante kwa Mungu wetu, unatembea katikati yetu kwa nguvu zako, kwa nguvu ya neno lako, kwa nguvu ya mamlaka yako Bwana. Ukitutengeneza kwa upya, ukitufanya upya Bwana. Maana umetuzaa ili tuwe watu wapya. Umetuzaa ili tuwe watu wapya. Umetuokoa ili tuwe watu wapya. Umetuokoa ili tuwe huru. Tuwe huru kabisa. Mali na uonevu, mali na utumwa wa dhambi, mali na utumwa wa mapokeo. Kwa jina la Yesu Kristo Mungu hai. Mshukuru Mungu kwa ajili ya wokovu. Mshukuru Mungu kwa ajili ya pendo lake. Mshukuru Mungu kwa ajili ya fadhili zake. Yeye ndiye aliyekuita katika neema hii. Yeye ndiye anayekuponya. Yeye ndiye anayekuweka huru. Yeye ndiye anayekubariki. Yeye ndiye anayekutetea. Yuko upande wako daima kwa pendo lake. Baba, asante. Tunazidi kusimama kwako Baba yetu. Tunakuzidi kusimama kwako Baba yetu. Asante kwa ajili ya zawadi ya upendo. Asante kwa ajili ya zawadi ya wokovu. Mungu, umetuokoa hakika Bwana. Umetuokoa hakika Bwana. Wala hujataka tuangamie wala kupotea. Na sio Mungu, tunasimama katika pendo lako. Tunasimama kwa imani Bwana. Katika makusudi yako wewe Bwana. Uliyafanya kwa ajili yetu ili tuwe na uzima ndani yetu. Ili tuwe na wokovu mkuu ndani yetu. Ili tuwe na wokovu mkuu ndani yetu. Tunatembea katika mamlaka yako. Tunatenda kazi katika mamlaka yako. Kwa nguvu ya jina lako Bwana. Ndani ya ofisi yako. Tunatoka na kuingia Bwana. Tukitambua jinsi ulivyo mkuu. Tukitambua jinsi mamlaka yako ilivyo kuu. Tukitambua jinsi neema yako ilivyo kuu. Tukitambua pendo lako ilivyo kubwa kwetu Bwana. Kwamba tuitwa watoto wako. Kwamba tuitwa wana wa Mungu. Kwamba tuitwa wana wa Mungu. Tunalia hapa. Tunalia hapa. Tunalia hapa. Yaani Baba, kwa roho wako. Tunalia hapa. Yaani Baba, kwa roho wako. Kwa kuwa wewe ni baba yetu. Kwa kuwa wewe ni baba yetu. Kwa kuwa wewe ni baba yetu. Meso ya koba gamhale sami. Mandosa ya koba gambosi aba. Nikemo zama. Mokomo zama. Nikato simba ya koba gomboli aba. Pekedoza. Baba unaishi. Wewe unetuponya. Wewe unetuokoa. Wewe unetutengeneza Bwana. Kili tufananisha na mwana pendo lako. Tunaliki pamoja naye Bwana. Asante kwa Mungu unatutengeneza. Hautaki tupotee. Hautaki tutembee kama watu wasiojua njia. Bali Mungu unatuongoza kwa roho wako Bwana. Asante kwa ajili ya zawadi ya maongozi ya roho. Kwa roho wako Mtakatifu tunaijua hiyo kweli. Kwa roho wako Mtakatifu tunapokea ujasiri. Kwa roho wako Mtakatifu tunatoka katika hali ya hofu na kuingia katika hali ya kiasi. Kwa jina la Yesu. Kwa roho wako Mtakatifu Bwana, tunashinda kila aina ya hofu. Tunashinda kila aina ya ubaya. Tunashinda kila aina ya mawazo mabaya. Kwa jina la Yesu Kristo. Bayatoza. Leke muzamba. Moyapo muzima yakoba gomori hapa. Nenda moza. Leke muzamba. Moko muzima yakoba gambari hapa. Pena moza. Liketoza. Leke muzamba. Moyako mozi hapa bonepa. Likandoza. Moyake moza. Leke muzamba yakoba gomori hapa. Baba unatukuza. Baba asante. Baba asante. Mchana uwe Bwana. Kuisa maisha ya mtu mmoja. Kwenye afya ya mtu mmoja. Bwana. Apokee uzima Bwana. Katika hali yake ya udhaifu. Apokee uzima Bwana. Na yule ambaye Bwana hajaamini. Apokee wokovu wake mchana leo. Ahesabiwe haki kwa imani katika Kristo Yesu. Apokee haki yake. Aondoe katika hali ya hukumu. Aingie katika hali ya kufanyika mwana. Ya kuhesabiwa haki kwa imani katika jina la Yesu. Ikatoza. Manda suyaba. Asante kwa Mungu unatusamehe. Asante kwa Mungu unatusamehe na unatusamehe. Mioyo yetu inatakaswa kwa neno lako. Maamuzi zetu zinatakaswa kwa neno lako. Mawazo yetu yanatakaswa kwa neno lako. Nia zetu zinatakaswa kwa neno lako. Ili tukuishie Mungu wetu. Tukuishie Mungu wetu katika utakatifu wote. Lebasu ya mama.
Leye dozima ya koba gambo. Bayuta mozamba ya koba gambazo. Leba. Negoza moya koba gambo zame telezi. Nikebozomo ya koba gambo siama. Bayupa mozame kenamo liba. Ligabo zamba. Niketo zamu ya koba gomori hapa pangemo zai. Katika jina la Yesu. Baba umetukuzwa. Baba unasifiwa milele. Baba unahimidiwa milele. Pendo lako ni kubwa kwetu. Wokovu wako ni mkubwa kwetu. Fadhili zako ni kubwa kwetu. Neema yako ni kubwa kwetu. Huruma yako ni kubwa kwetu. Asante kwa kuwa Mungu umetutakasa. Asante kwa kuwa umetusamehe. Asante kwa kuwa umetuponya. Tunapokea Bwana na kukiri afya njema kwamba tuna uzima katika miili yetu. Tunapokea uponyaji katika miili yetu Bwana. Tunapokea uzima katika afya zetu. Tunapokea uzima katika roho zetu Bwana. Hatutembei katika hali ya mauti, bali tunatembea katika hali ya uzima. Hatutembei gizani, bali tunatembea katika nuru. Ndio maana kwa ujasiri na kwa imani tunakiri na kuimba kwamba sisi ni nuru ya Bwana. Hata giza halituwezi. Tunaenenda nuruni wala sio gizani. Tunaenenda nuruni wala sio gizani. Katika jina la Yesu, matendo yetu yametakaswa ili Baba yetu utukuze. Asante kwa kututakasa, mawazo yetu kwa kututakasa, maneno yetu kwa kututakasa, ili Bwana utukuze kwa matendo yetu, utukuze kwa maneno yetu, utukuze kwa mawazo yetu, katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana upo hapa na bado hujamwamini Yesu, hujapokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako. Na leo unasema ningetamani kuokoka. Ningetamani kuanza safari mpya ya wokovu. Msamaha Mungu anautoa bure. Neno la Mungu linasema kila atakayejitia jina la Bwana ataokolewa. Leo ni siku yako ya wokovu. Kama hujawahi kufanya hivyo, leo ni siku yako ya wokovu. Biblia inasema saa iliyokubalika ni sasa, na saa ya wokovu ni sasa. Unaposikia habari njema za Yesu na Roho Mtakatifu anashawishi moyoni mwako uchukue hatua, usipuuze wala usiseme nitafanya kesho, wala usigaidi. Muda hauko kwenye maamuzi yako. Hata shetani anahitaji huo muda. Hata shetani angetamani kutumia nafasi ashughulike na wewe, lakini ni baraka kwamba Mungu anataka uokolewe, kwamba Mungu anataka uokolewe, uwe katika hali ya uzima, utoke katika hali ya dhambi, uwe katika hali ya utakaso, uwe katika hali ya haki. Ndio kuokoka kwetu, ndio wokovu. Imani yetu kwa Yesu, kuingia katika hali ya utakaso, kuingia katika hali ya uzima, kuingia katika hali ya ukombozi, yaani kukombolewa, masamaha ya dhambi. Usiendelee kushawishiwa na shetani, na wala shetani asiendelee kudanganya ukaendelea kubaki ukisema kwamba sio sasa, au haiwezekani sasa, au itakuwaje. Ni Mungu ndiye anayekutafuta. Mungu alitutafuta kwa njia ya msalaba. Yeye ndiye aliacha enzi kwa ajili yangu na yako, ili tukiisha kuamini tupokee uzima wa milele ndani yetu. Tusiwe katika hali ya hofu ya hukumu, adhabu, hukumu ya adhabu, bali tuwe katika tumaini la uzima. Tusitembee katika hofu ya kuhukumiwa, ya hukumu ya adhabu, bali tuwe katika tumaini la uzima. Kama yuko mtu wa namna hiyo leo, unaweza kunyosha mkono wako pale ulipo, na Yesu Kristo akakupa zawadi ya wokovu leo, akakupa zawadi ya msamaha leo, akakupa kipawa cha Roho leo, akakuhesabia na kuingiza katika asili mpya kufanyika mwana. Kama hujawahi kuchukua hatua ya kumwamini Yesu kama mwokozi wako, fanya hivyo leo. Lakini kama hakuna, ninamshukuru Mungu kwamba kwa neema yake sote tuliopo, basi tunatembea katika imani ya wokovu, na kwa hakika tumezaliwa mara pili, na Yesu Kristo ni Bwana wetu. Hatuna hofu ya nguvu za giza.
Ikiwa una hofu na nguvu za giza, ni aidha hujaamini, hujaokoka, au bado hujaelewa kazi ya mamlaka ambayo Bwana ameiweka ndani yetu. Basi nitamshukuru Mungu kwa ajili pia ya matoleo na sadaka tulizozitoa kama sehemu ya ibada yetu kwa Mungu. Na tunafika mwisho, lakini pia ikiwa kuna ambaye yuko dhaifu katika mwili wake na anahitaji maombi kwa ajili ya uponyaji, pia tutahitimisha naye pale mwisho. Basi na tuombe. Baba, tunakutukuza Mungu wetu. Asante kwa ibada yetu ni katika roho. Ndio uliyesema ya kwamba waabudu halisi watamwabudu Mungu Baba katika roho na kweli. Asante kwa mioyo yetu Bwana imeinuka. Mioyo yetu Bwana imeamka kwa ajili ya kuabudu Mungu wetu. Asante kwa roho zetu zimeamshwa vivyo, kwamba Mungu tunaenenda katika mapenzi yako, kwamba Mungu tunatambua kwamba umetufanya kwa watoto wako, kwamba Mungu umetufanya Bwana tuenende nuruni wala sio gizani. Tunakushukuru pia kwa kutushirikisha na kutuingiza katika pendo la utoaji. Bwana, tumetoa sadaka zetu tukidhihirisha pendo tulilonalo kwako Bwana, na pendo tulilonalo Bwana katika kazi yako njema ya wokovu, na pendo tulilonalo Bwana katika kanisa letu la mahali, na pendo tulilonalo Bwana katika kufikia mahitaji ya kazi yako. Bwana, pokea sadaka zetu ambazo Mungu tumekutolea kwa moyo wa kupenda, si wa kulazimishwa, bali wa kupenda, si kwa huzuni bali kwa furaha, tukitambua kama Mungu umetupenda na umetukirimia mambo makubwa kuliko yale tunayoyatoa. Baba, pokea na utukubali kile tulivyokuja Bwana kwa utukufu wako. Tunaamini kwamba sadaka yetu inaelezea na inafuata kielelezo cha kujitoa kwako kwa ajili yetu Bwana. Nasi Mungu tunajitoa na kutoa tulivyo navyo kwa ajili ya mapenzi yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, amenigusa kila mkono na kila moyo uliokutolea Bwana, ukaendelea Mungu kuneemesha kama ilivyoandikwa, yeye aweza kuwapatia kila mnalolihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika Kristo Yesu Bwana. Tunayohitaji katika maisha yetu Bwana, lakini asante kwa Mungu unayafikia na tunayapokea bila mashaka. Tunayapokea Bwana kwa namna mbalimbali. Asante kwa kazi zetu zimebarikiwa, biashara zetu zimebarikiwa, ajira zetu zimebarikiwa, na Mungu umeendelea kutubariki ukituhekimisha na kutuongoza kwa Roho wako ili tujue kufanya kazi na kuyafikia mahitaji yetu na mahitaji ya kazi yako Bwana, kwa maana umetufanya kuwa watendaji tukitenda kazi pamoja nawe Bwana katika kutupatia mema Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya kila mkono ulionyoshwa Bwana kwa ajili ya kutolea. Ni mkono uliobarikiwa, ni mkono uliopokea baraka, ni mkono unaofunua upendo wa moyo uliopo ndani yao kwa ajili yao, katika jina la Yesu Kristo. Kila sadaka iliyotolewa Bwana ipokelewe. Kila sadaka iliyokusudiwa kutolewa imepokelewa. Iliyokusudiwa kutolewa kwa ajili ya ujenzi imepokelewa. Iliyokusudiwa kwa shukrani imepokelewa. Iliyotolewa kwa kama sehemu ya 10 imepokelewa. Na kila toleo jema ambalo Mungu watoto wako wamekutolea, ikiwemo miili yao kufanyika dhabihu katika ibada hii, kila toleo limepokelewa Bwana. Na Mungu umetukuzwa katika kila jambo, umetukuzwa katika ibada yetu, na maisha yetu Mungu wa mbinguni yanaendelea kutembea katika baraka hiyo kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Na wote tuseme amen. Basi